Kuna sauti nyingi duniani, lakini sauti ya mtoto anayeteseka mara nyingi haisikiki. Kuna macho mengi yanatazama, lakini macho yanayoona mateso ya mtoto mara nyingi hayatazami pale panapouma zaidi. Mtoto anayenyanyaswa, mtoto anayeteseka, mtoto anayepuuziwa, mtoto aliyekataliwa, haumizwi peke yake. Mara nyingi jamii nzima ndio inakuwa inaumia. Leo katika Moyo wa Malezi, tunaenda kugusa jambo la msingi sana ambalo tunaenda kuangalia jinsi ya kuzuia ukatili kwa watoto ambalo hili ni jukumu la jamii nzima. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako, kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii nzima. Kama unataka kututumia message au kutupigia simu, una uwezo wa kutumia namba 0754579224. Una uwezo wa kushare video hii, ukalike, ukasubscribe na ukacomment ili watu wengi zaidi pia waweze kujifunza hiki kitu ambacho unajifunza leo. Karibu basi na tuanze. Hoja ya kwanza, elimu ni ngao ya kwanza. Ukatili huwa unaanza pale ambapo jamii haina elimu yoyote, yani haijui kabisa madhara ya ukatili. Kwa hiyo jamii inapaswa ielimishwe na ifundishwe, itambue kwanza kabisa dalili za ukatili, dalili za mtoto, yani mtoto anayefanyiwa ukatili anakuwa anaonekanaje. Jamii inatakiwa imtambue kabisa mtoto, akimuona ujue kwanza huyu mtoto anafanyiwa ukatili. Jambo jingine linalotakiwa kufanyika hapo kwenye elimu, jamii inatakiwa ijue aina za ukatili. Ijue ukatili wa kingono, ukatili wa kihisia, ukatili wa kunyanyaswa, ukatili, yani aina zozote jamii izijue. Na pia jamii inapaswa kujua madhara ya muda mfupi na ya muda mrefu. Pale mtoto anapofanyiwa ukatili, anaathirikaje kwa ule muda mfupi na anaathirikaje kwa muda mrefu. Kwa hiyo jamii ikijua hivyo vitu, ikapata elimu, ikaelimishwa, yani jamii inaondokana na lile giza totoro. Ule ujinga unaondoka na pale jamii inakuwa inajua kabisa kwamba kumbe mtoto anapopata manyanyaso, mtoto anaponyanyasika, madhara yake ni haya, dalili zake ni hizi, anaonekanaje. Hapo inaweza kumsaidia mtoto na ikawasaidia watoto wote kuondokana na manyanyasaji. Ni wajibu wa jamii kutambua, ni wajibu wa jamii pia kupata elimu kuhusu unyanyasaji wa watoto. Hoja ya pili, mazingira salama huanzia nyumbani. Nyumbani panatakiwa kuwa ni mahali ambapo ni pa usalama zaidi. Mahali ambapo mtoto atajivunia. Mahali ambapo mtoto ana uwezo wa kusema. Pale ambapo anaona ananyanyaswa au pale ambapo anaona anatendewa ndivyo sivyo. Nyumbani panatakiwa kuwa mahali pa upendo na sio mahali pa hofu. Mtoto anatakiwa kusikilizwa. Mtoto anatakiwa kuheshimiwa na kuthaminiwa. Yeye kama binadamu wengine anatakiwa kupewa kipaumbele kwenye mambo ambayo yanapaswa kuwapa watoto vipaumbele. Hapo mtoto anapofanywa vitu kama hivyo, akasaidiwa, akaelewa, hiyo inamfanya mtoto ajiamini. Mtoto anayejiamini ni ngumu sana kwake kumnyanyasa kwa sababu ana uwezo wa kusema. Lakini mtoto asiyejiamini, mtoto aliyejengewa hofu, ni rahisi sana kunyanyaswa. Ni rahisi sana hata kama wazazi watamwacha na watu wengine ambao sio watu wazuri, wana uwezo wa kumnyanyasa. Kwa hiyo malezi sahihi yaanzie nyumbani. Nyumbani ndipo mtoto afundishwe, nyumbani ndipo mtoto aanze kwanza kupendwa. Wazazi wanaoishi na mtoto au ndugu wakimpenda mtoto kwanza, akajitambua, akajiamini, akajithamini, inakuwa ni ngumu kwake kunyanyaswa. Hoja ya tatu, jamii ni mlinzi mkuu. Kila mtu katika jamii ana wajibu kabisa wa kuhakikisha analinda watoto. Yani mtoto anatakiwa alindwe na kila mtu aliyepo kwenye jamii, mwalimu, mlezi, askofu, mchungaji, shehe, yani kila mtu. Nimetaja hao baadhi tu, yani kuwakilisha watu wengine. Lakini kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha analinda watoto. Kila mtu ana wajibu wa kukemea pale ambapo anaona mtoto ananyanyaswa. Ana wajibu wa kutoa taarifa au kuripoti kituo cha polisi, sehemu yoyote husika. Sehemu yote ambapo anaona mtoto anaweza akasaidiwa, anatakiwa kutoa taarifa. Pale ambapo anaona vitendo vya ukatili, anatakiwa atoe taarifa. Mtu katika jamii hautakiwi kunyamaza.
Unapomuona mtoto anafanywa vitendo vya ukatili, unapoona mtoto ananyanyaswa, unatakiwa kutoa taarifa, usikae kimya, usinyamaze. Yaani narudia kusema kila mwanajamii ana wajibu wa kuhakikisha anamlinda mtoto dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji. Haitakiwi kabisa wewe kama mwanajamii kuona mtoto ananyanyaswa, mtoto anatendewa vitendo vya ukatili na wewe ukiwa umenyamaza. Ni dhambi kubwa na sio utu. Hata siku moja utajibu nini mbele ya haki kama haukuweza kumlinda mtoto mmoja? Hakikisha unaleta tabasamu hata kwa mtoto mmoja anayenyanyaswa. Hoja namba 4, sheria zipo, ziheshimiwe na zitumike. Mara nyingi sheria zipo, shida tu ni utekelezaji. Sheria zipo, tunaomba kabisa sheria ziheshimike na sheria zitumike, sheria zinazomlinda mtoto. Haki ya mtoto ni lazima na sio ombi. Mtoto ana haki zote za kulindwa, kupendwa, kuheshimiwa, kuthaminiwa na kutonyanyaswa. Hivyo sheria zitumike na sheria zilindwe. Wewe kama mwanajamii una haki kabisa ya kutoa taarifa ya vitendo visivyofaa ambavyo unaona kuna mtoto anafanyiwa. Tushirikiane na mamlaka husika kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto mpaka hapo watoto wanapofika mahali wanajitambua na kuweza kutimiza ndoto zao. Wewe kama mwanajamii, wewe kama mwanasheria, wewe kama mhusika ambaye umewekwa mahali fulani kwa ajili ya kusimamia watoto, kwa ajili ya kutetea watoto, hakikisha unazingatia sheria. Hakikisha unasimama upande wa watoto, kuhakikisha kwamba unawasaidia watoto. Jamii nzima, wananchi, watu wote wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanazitii sheria, wanaziheshimu, wanazilinda na kuhakikisha kwamba watoto wanapewa kipaumbele. Mtoto kwanza, alafu ndio watu wengine wafuate. Tunaomba sana watoto walindwe, watoto waheshimiwe, watoto wapendwe, watoto wathaminiwe, watoto wasitendewe vitendo vya ukatili, ili waweze kufikia hatima ya maisha yao na ndoto zao ziweze kuwa kweli. Hoja ya 5 ni kujenga utamaduni wa heshima na upendo. Kuzuia ukatili sio tukio la siku moja, ni mwendelezo. Hivyo jamii inapaswa kufundishwa, jamii inapaswa kuelimishwa, jamii inapaswa kuambiwa na kufahamishwa, kwa sababu tamaduni zinatofautiana. Tamaduni zipo za aina nyingi. Watu kulingana na tamaduni zao, wakati mwingine wanafikiri hofu ndio kufundisha. Wakati mwingine wanafikiri kichapo ndio malezi. Hapana. Kwa hiyo tufundishane tu kwa upendo, tufundishane kwa heshima, tusaidiane kuhakikisha kwamba tunaelimishana. Tukielimishana kwa upendo, tukielimishana kwa kusaidiana kwa mifano hai, jamii itatambua. Wazazi wataelewa, walimu wataelewa, walezi wataelewa. Kwa hiyo tushirikiane tu kuhakikisha kwamba tunaelimishana kwa upendo, tunafundishana, tunasaidiana, kuonesha madhara halisi yanayowapata watoto ambao wanafanywa vitendo vya ukatili. Kuonesha kabisa watoto wanaolelewa katika upendo, jinsi na wao baadaye wanavyokuja kuishi kwa upendo. Wanakuja kuishi kwa amani, wanaishi kwa kujiamini, kwa sababu hayo ndio maisha ambayo wameishi wakipitia. Watoto wanaolelewa katika manyanyaso, ukatili, mara nyingi na wao wanakuwa watu wakatili baadaye, kwa sababu ndio mazingira waliopitia. Kwa hiyo tuhakikishe tunajenga tamaduni za kuheshimiana, kuelewana na kupendana, ili kuhakikisha kwamba tunawalea watoto vizuri. Kila mtoto ana ndoto. Kila mtoto anastahili kucheka bila hofu, kulala bila machozi, kuamka akiwa na matumaini. Sauti ya mtoto itasikika kama wewe mzazi, mlezi, jamii kwa ujumla tutapaza sauti na kukemea vitendo vya ukatili na unyanyasaji kwa watoto. Usisubiri tu kuzaa mtoto ndio ukemee hivyo vitendo. Anza leo, kataza leo, sema leo, sikika leo. Watoto wanatuhitaji sisi ili kuiona kesho yao njema. Hapa Moyo wa Malezi tunasimama, tunapaza sauti. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga na kulinda kizazi ambacho kinakuwa kina kesho njema. Usiache kulike video hii, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Usiache kucomment. Comment yako ni ya muhimu sana ili
kizazi kiweze kupona na watoto wetu waweze kuokolewa kupitia sauti yako. Share kwa wazazi wengi zaidi ili waweze kuona hiki ambacho wewe umejifunza leo. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu akubariki. Asante.